Sasa ni ule wakati ambao umefika kuelekea uwanjani kuangalia tukio moja baada ya jingine, lakini kwanza hali zenu ziko sawa sawa? Hatujambo. Mzee Mteza, siku nyingi hatujaonana mimi na wewe. Nilikuwa likizo. Ulikuwa likizo eh? Nilikuwa likizo. Najua waamuzi hata kama uko likizo bado unafuatilia mechi. Sasa unaangalia vijana wako wanafanya nini. Ndio. Simon Mbelo tunakutana kila wakati hapa. Osman Kazi okay, bila wasiwasi muda wote tunakutana hapa. Alhamdulillah, na mara nyingi tunaangalia mechi alafu na kucheki. Kazi umeona hiyo? Mbelo umeona hiyo? Dakika 77. Pamba na Prison. Mechi ilimalizika kwa mabao 3-2. Unakumbuka ile? Kwa hiyo lazima niwaone kujua jamani hili tukio vipi. Mimi mwanafunzi wenu nimeliona hivi. Je, nyinyi mnalionaje? Kwa hiyo maana huwa nawashirikisha kwa kuwapigia simu. Binafsi huwa nafurahi ninapopokea message kutoka kwako ukiuliza dakika hii Kazi umeona hii tukio? Sema yes. Mwanafunzi yuko vizuri. Na hivyo yeah. Sawa. Tunakwenda uwanjani kuangalia tukio moja baada ya jingine. Tunaanza na la kwanza hili. Hii ni tukio ambalo linahusisha penalty. Sasa ni penalty imekuwaje? Mtaniwia radhi kidogo, picha ambazo nimewaletea leo mnaweza mkapata kigugumizi kidogo namna ya kuzingamua, lakini tunaliangalia tukio hili la penalty lilivyokuwa. Naona tupate picha nzuri kwenye hili tukio letu la kwanza. Nisitupotezee muda, lakini ilikuwa ni tukio la penalty. Hebu tuangalie tukio hili la penalty. Leo nimeamua kuwaletea matukio mengi ambayo yanahusiana na mambo ya penalty. Ndio pahala ambako wakati mwingine mashabiki wakiangalia mechi wanasema ile ni penalty, ile sio penalty. Watu wako namna hiyo. Angalia hii. Unaona hii? Penalty hii inapigwa, lakini tukio lenyewe ni hili, anaangushwa Yahya Zaidi kwenye eneo la 18 na mwamuzi anafunika penalty. Sasa kwa kuanzia hapa nianze kwako Osman Kazi. Picha uliyoipata hapa. Kama unaanza kwangu na mimi naanzia hapa hapo kwako. Karibu. Huwa napenda uje hapa kwa sababu mimi na wewe tuangalie hivi kabisa. Ngadu kwa ngadu tunasema ile. Penalty ni adhabu yoyote ambayo ikitokea nje ya penalty area inaadhibiwa kwa direct free kick. Sasa kuna adhabu zinazoadhibiwa kwa direct free kick na kuna adhabu zinaadhibiwa kwa indirect free kick. Direct free kick ni ipi? Ambayo ikitokea nje ya penalty area mpigaji anaruhusiwa kupiga moja kwa moja golini bila kumgusa mtu yote na ikaingia goli, mwamuzi atakubali goli. Lakini indirect free kick ni pigo lolote ambalo likitokea sehemu yoyote ya uwanja. Ngoja niweke vizuri. Sehemu yoyote ya uwanja, iwe ndani ya penalty area au nje ya penalty area, inaadhibiwa kama indirect free kick. Na hiyo inapopigwa ili uweze kufunga goli ni lazima iguswe. Na watu wawili tofauti. Sawa? Mimi naweza nikapewa indirect free kick, nikaweka mpira ndani ya penalty area, nikapiga ikagonga post kisha ikanirudia, nitaigusa mara pili. Sitoruhusiwa kuucheza huo mpira. Nikiucheza inabadilika, inakuwa indirect free kick kuelekea langoni kwangu. Lakini direct free kick nikipiga ikagonga post ikinirudia tena mimi, sawa? Nikigusa bado nitaadhibiwa mimi. Yes, kwamba haijamgusa mchezaji yoyote mwingine wa pili. Sasa tukija kwenye
hii tukio hapa ni kwamba mchezaji wa Prison jezi namba 6, kuna mgusano fulani umetokea kati yake yeye na Yahya Zaidi. Na huo mgusano unasababisha Yahya Zaidi kudondoka chini. Sawa? Aidha iwe alikusudia mchezaji wa Prison au kwa bahati mbaya. Sawa? Hapa tukiona this was an accidental incident. Ilitokea bahati mbaya kwamba hakuwa makini na eneo ambayo Yahya Zaidi yupo na akamgusa kidogo tu kwenye mguu. Yahya Zaidi anapoteza balance. Unaona hapa ndipo collision ilipotokea. Mgusano. Sawa. Mgusano huu ukasababisha Yahya Zaidi anapoteza balance. Umeona yani hapa mguu ulivyotoka tu kwenye ugoko wa mchezaji wa Prison, yeye anadondoka chini. Kwa hiyo hii ilikuwa ni penalty, lakini tunasema it was a careless foul. So unajua tuna kategori 3 za foul. Ndio. Careless, reckless, using excessive force. Reckless mtu anakuwa amekusudia. Hii imetokea bahati mbaya. Kwa hiyo inatolewa penalty bila kadi ya njano. Bila kadi ya njano. Kwa sababu hakukusudia. Haonekani kuwa na hiyo dhamira. Hapana. Lakini kingine hapa kazi, namwona Yahya Zaidi yuko mbele ya mchezaji wa Tanzania Prisons. Ndio. Matukio mengi yanaonekana. Ndio. Wachezaji wanatumia kama advantage wakati wanakimbizana na mpira. Ndio. Na akishaona yeye ndo anaumiliki ule mpira huko karibu yake. Ndio. Na mwenzake anamfukuza kwa nyuma. Kwa mfano kama hivi. Ndio. Akiona hawezi kuufikia ule mpira anaamua ajichomeke mbele yake. Yaani kwa mfano kama tunakimbizana hivi na mpira, si ndio? Ndio. Labda hebu sogea hivi kidogo, kama tuko hivi. Tuko sambamba tunakimbizana na mpira. Ndio. Nikiona kuna dalili ya mimi kuukosa, nakuja najichomeka hapa mbele yako. Na kwa kuwa wewe unakimbia, lazima utanigusa, sio? Nikidondoka maana yake wewe ni nani sasa, ni ataki? Huyo ataka. Okay. Tuko timu tofauti maana yake. Mimi defender. Hii scenario inafanana na, napenda sana kutumia huo mfano. Aziz Ki dhidi ya Hussein Kazi kwenye dabi. Walikuwa wanakimbizana, alafu Aziz Ki alivyoona tu Hussein Kazi anakuja kwa nani? Kwa pembeni yake. Akaingia kwenye njia. Kweli Hussein Kazi akaja akamgonga. Sasa hiyo ndo tunasema careless foul, kwamba Hussein. Okay, tuachane na huo mfano. Tuchukue hii hapa. Mshambuliaji alitumia maarifa kuweza kupata faida. Hilo neno nimelipenda sana. Hilo la maarifa hilo nimelipenda. Ndio maana hapo ukasema amemgusa kidogo tu. Na yeye ana sensi kwamba nimeguswa hapo. Anaenda analala. Shukrani sana. Una hoja tofauti mzee Mteza hapa? Kwenye hili tukio? Hapana, sina tofauti. Sina hoja tofauti na wewe mguso umeuona, lakini maamuzi alipoamua ni sahihi kabisa. Umejiridhisha mguso upo? Nimejiridhisha, mguu ule umekwenda kwenye miguu ya ule mchezaji. Ndio. Okay. Sawa. Mbelwa, najua na wewe hivyo. Sina tofauti. Tuko njia moja maana. Yes, tuko njia moja na tukio limetokea, mgongano ulikuwepo. Okay, penalty ni wachezaji wanatumia sana maarifa. Kazi amezungumza neno maarifa. Kwamba hapa mimi nikiona nataka ka upepo kamenegusa, lakini nimehakikisha huko nyuma yangu. Najiangusha chini. Lazima uitafute timu yako faida na unapata faida. Sahihi. Sawa. Tunatoka hapa tunaangalia tukio jingine. Nimemwambia nawaletea mapenalty leo. Mapigo ambayo kusema kweli ndiyo ambayo huwa yanabeba hisia za mashabiki. Mshabiki Kazi alishowahi kuniambia kitu kimoja, kwamba mashabiki wakiangalia mechi, mchezaji akiangushwa wanajua tu hili ni faulo. Yani mchezaji akienda chini tu anajua huyu kaangushwa na mambo kama. Tuangalie hili tukio. Haya. Ndani ya 18 yupo karibu na mpira, lakini
anakwenda chini, anaishia magoti. Umeona nini Simon? Katanga ukiangalia tukio lenyewe Coast vs Simba sio? Uwanja Mkokwani Tanga ilikuwa. Tanga hiyo Mshambuliaji wa Coast Union wakati anakwenda katika eneo la ndani ya 18 wakati anatafuta huu mpira ndio kama ilivyotokea ile ya kwanza, lakini kuna utofauti kidogo. Hapa beki wa Simba kwanza yeye hakuwa anajua kuna mtu anakuja, na kilichotokea yeye hakukusudia kucheza hilo tukio, kufanya hilo tukio, kwa maana yeye alikuwa anaangalia sana mpira ili usije ukaenda golini ukaleta madhara. Kwa hiyo mchezaji wa Coast Union inaonekana kwa mtazamo wangu na macho yangu, inaonekana kajiangusha kutaka kumuini mwamuzi. Inawezekana amejiangusha. Mimi huwa napenda tuangalie hili tukio kwa utaratibu zaidi ili tujiridhishe kama ni kweli. Taratibu kidogo, punguza speed. Nataka wakisogeleana hivi peleka taratibu ndio tujue huyu mwamba amejiangusha au la, ama ameanguka mwenyewe. Huu mguu unauona huu mguu wa beki wa Simba. Huu mguu wa kushoto. Unauona huu? Kuna namna umekwenda kwa mchezaji wa Coastal Union. Tunasemaje hapo? Hakukusudia. Rudisha nyuma. Rusheni hakukusudia. Rudisha kidogo nyuma. Kidogo tu. Hapo. Peleka kidogo mbele. Stop. Aiweka darubini hapo. Haya. Niweke vizuri bwana. Hapo ndipo tunapohukumu faulu. Hapa ndipo faulu inapotakiwa kuhukumiwa. Kwa sababu hapo kuna vitu vitatu viko hapo. Mguu wa mshambuliaji, mguu wa defender na mpira, zote ziko hapo. Ndio. Sasa defender hapo amegusa nini? Kagusa mpira, kamgusa mpinzani. Pale amegusa mpira. Hapa amegusa mpira. Mimi kwa macho yangu. Kazi unaona amegusa mpira. Wote tuone, si wote tunaona. Tuone wote amegusa mpira. Huu mpira umetoka umeenda mbele, umepigwa na nani? Unajua ukitaka kudetermine vizuri, rudisha kidogo nyuma. Rudisha nyuma. Rudisha nyuma. Rudisha bado. Rudisha. Nataka kuona hiyo movement ya mpira ulivyokuwa unaenda. Halafu mguu wa Rushain kama Rushain aliugusa huo mpira, huo mpira ungekuwa unaelekea wapi? Ungekuwa unaelekea kwenye goal area au ingekuwa inaelekea upande tofauti na goal area. Halafu kama huyo mshambuliaji angegusa yeye huo mpira ungeelekea wapi? Ungeelekea goal area au ungeelekea pembeni huko? Pembeni. Sasa hiyo unaweza ukadetermine kwa kuona movement yao kuanzia awali, nani alikuwa anaelekea wapi. Umeona hata dondoka ya defender, ya mshambuliaji. Hakudondokea kuelekea kwenye goal area. Umeona anadondokea kuelekea goal line. Lakini Rushain anaelekea kule kwenye goal area yake. Kwenye goli lake, sio? Angalia, Rushain kagusa mpira mara mbili. Hii ya kwanza, alafu hiyo ya pili. Mpira umechezwa na nani huu? Mzee Mteza, macho yako unaonaje? Macho yangu naona vizuri sana. Mpira huo umechezwa na Rushain. Ndiye ambaye ameucheza. Ndiye ameupiga, alafu mchezaji wa Coast akaja miguu yake nyuma ya Rushain.
Kwa hiyo collision ipo, lakini initial ball inachezwa na Rushaine. Anakwenda hiyo tayari. Unaona kapiga mara ya kwanza, kapiga mara ya pili. Ndio. Mguu wa nani wa mchezaji mwenye jezi nyekundu umekuja nyuma ya mguu wa mchezaji mwenye jezi nyeupe ambaye ndio aliogonga kidogo ukatoka nje. Unaona? Ndio Katanga, kwa mtazamo kwa mtazamo ambao Levo. Njoo tubadilishane nafasi kidogo. Joka. Kakai pale. Akakae. Nikae pale. Sawa. Naomba ukae kidogo hapo. Ili mimi niwe wewe afu wewe uwe mimi. Ngoja nikae niangalie. Nataka uangalie kutoka hapo. Sawa. Angalia hii move vizuri inavyoenda. Angalia mwelekeo wa mshambuliaji wa Coast. Alafu angalia mwelekeo wa Rushaine. Sawa eh? Umemwona mchezaji wa Coast alikokuwa anaelekea? Yeah. Alikuwa anaelekea kwenye goal area au alikuwa anaelekea kwenye mstari? Alikuwa anatoka kwa maana anatafuta njia ya kupita. Sawa. Yeah. Kwa hiyo akiucheza yeye mpira. Sawa? Huo mpira utaelekea wapi? Inategemea atatumia mguu gani. Yes. Hapa katumia mguu wa kushoto. Kama wa kushoto utakwenda upande wake wa kulia. Utaelekea upande wa goal, Pembeni goal line. Yeah. Au sivyo? Halafu angalia mpira ulikoelekea. Unaelekea wapi? Karibia na goal area. Goal area. Hapo. Kwa sababu mstari wa goal area huwa. Sawa. Kwa hiyo nani aliyeucheza mpira? Najiridhisha kwamba huu mpira huu mpira ngoja nijiridhishe ya mwisho. Maana kuna ile ya mwisho na ya mwisho kabisa, si ndio Ndio. Ndio. Naiona Rushaine amecheza mpira kwa mguu wake wa kushoto. Yes. Ndio hicho Ndio kinachopendeza. alichokifanya. Kwa hiyo hawa mabwana wanaolalamika kwamba hii ilikuwa iwe penalty, wanatakiwa kuwa na subira kidogo hawa wazee. Na mchezaji wa Coast anachokiomba ni kona. Yeye anaomba kona. Yeye anaomba kona. Unamwona kabisa kule anapeleka mkono. Angalia ishara zake. Yeye anasema twende kona. Kwamba huyu ndo kautoa. Yeah. Na ilipigwa kona. Ndio, ilipigwa kona. Kona. Anaomba kona. Yeah. Hajamgeukia referee. Kwa sababu ungekuwa anadhani ni penalty. Maana yake angemgeukia referee. Na angeongea na muamuzi kabisa kwamba hebu ifunike. Yeye anakwenda anadai ni kona. Sasa kwa hiyo tukio sahihi kwamba ni kona sio penalty. Hatujui line 1 alifanyaje bendera yake. Hatujaona sasa. Hatujaweza kupata kuona. Tumejiridhisha kwamba hii sio penalty. Sio penalty. Sio penalty. Yeah. Haya, tutoke. Tuangalie tukio jingine. Sasa hili sio la penalty. Hili ni tukio jingine. Simba na Dodoma Jiji. Simba na Dodoma Jiji. Na Dodoma Jiji. Ambao matokeo yalishia 1-0, sio? 1-0. Na hili tukio limezungumzwa sana mitandaoni, watu wamezungumza kwa kutumia lugha tofauti tofauti. Ndio. Kila mmoja na lugha yake. Ndio. Kwa namna line 1 alivyomaliza. Nitumie lugha yangu. Ndio. Hivi zile kadi ziko wapi? Sina kadi hapa. Kadi za nini kataka? Namna line 1 alivyomaliza mpira. Rekebisha bwana. Kadi ninazo, mimi nitazitumia. Line 1 kamaliza mpira. Line 1 hajamaliza mpira. Sasa maana yake ni nini? Kama ameupiga mpira kwenye line 1 hajamaliza mpira. Hajamaliza mpira line 1. Maana yake sasa maana yake nini? Ngoja basi kwanza. Kumaliza mpira kwa maana kwani line 1 ndio anamaliza mchezo? Hapana, yeye hamalizi wala haanzishi yeye. Okay. Hamalizi yeye wala haanzishi. Mpira kamaliza nani? Kamaliza nani sasa mpira? Mwamuzi wa kati. Mwanafunzi wetu hapo sasa na niko vizuri. Yaani ni technique tu. Kazi huwa ananikamata kwenye technique. Yeah. Mimi nimemshtukia. Sasa tuangalie hapa ilivyokuwa. Ndio. Hapa.
mpira uko kwenye kona arc. Yes, sahihi. Wanakwenda kupiga kona Dodoma Jiji. Jesse Erasmo, Yes. Mwamuzi kwa maana ya line 1, Mwamuzi msaidizi anautoa mpira kwenye ile kona arc, anaupiga uingie ndani. Mwamuzi wakati akashawishika akaamua kumaliza mpira. Mzee Mteza, Naam. tupe busara zako kwanza. Busara zangu Staili hii ambayo ameifanya huyu line 1. Staili hiyo aliyefanya line 1 kwa sababu mara nyingi sehemu nyingi haijatokea, na Tanzania mara nyingi mipira huwa haimalizwi namna hiyo, lakini kufuatana na sheria ya 7 muda wa mchezo ni kwamba wanasema mpira utachezwa katika vipindi viwili vya dakika 45 kila kipindi. Na kutakuwa na mapumziko ambayo hayatazidi dakika 15, na kama kuna extra time sio zaidi ya dakika 15 kila kipindi. Saa ndugu Katanga. Naam. Sasa mwamuzi msaidizi ameondoka na mpira baada ya refari kumaliza mpira ukiwa kwenye kona arc. Yes. Na hiyo inakubalika kwa sababu tukio ambalo mwamuzi anaweza akasubiri ni tukio la penalty peke yake. Na kwa nini penalty imetokea? Ngoja nikupe historia kidogo kwamba mwaka 1890 walikuwa Uingereza inacheza timu ya Notts County pamoja na Stoke ambao baadaye ilikuja kuwa Stoke City. Naona mpira ulikuwa unakwenda golini kwa Notts County. Ilikuwa unakwenda golini kwa Notts County. Wakati huo Notts County wana goli moja. Goalkeeper mpira ule umeshampita na back wa kushoto akachukua nafasi ya goalkeeper, wakati huo tele mpira unaelekea kuvuka mstari wa goli. Basi wakati huo sheria ya penalty ilikuwa bado haipo. Sasa kutokana na malalamiko ya vyombo vya habari na nini, FA ndio ikakaa. Ule mpira ulipigwa pale pale kwenye mstari wa goli, lakini goli halikuweza kupatikana na malalamiko ndio yakaanza, na kutoka hapo ndio tukio la penalty likaanzishwa na chama cha mpira cha Uingereza mwezi wa Septemba mwaka 1891. Sasa bahati mbaya timu hiyo Stoke kwenye ligi sasa ilikuwa inacheza na Aston Villa. Bado dakika 2 refari akaamuru penalty pigwe kuelekea Aston Villa, wakati wao wana goli hili moja. Goalkeeper wa Aston Villa akauchukua ule mpira akaupiga nje wakati zimebaki dakika 2. Mpira ule ulipotafutwa na kupatikana, zile dakika 2 zimekwisha, na refari akapiga firimbi kwamba kumaliza mpira kabla hata mpira ule hujafanya nini, haujarudishwa kiwanjani. Sasa kuanzia hapo vile vile FA ikasema, ndo sheria ikaanza kusema kwamba penalty lazima isubiri mpaka ipigwe. Na hali hiyo kutoka 1991 mpaka leo ipo. Ni kwamba lazima penalty isubiri. Hata nyewe mtabishana huku, mtabishana kule, lazima ipigwe, isubiri. Na ikishapigwa mpira utakaposimama umekwisha, au mpira umetoka, mpira umekwisha, au umesimamishwa na refari, penalty ile itakuwa imemalizika. Lakini kwa tukio lingine lolote, mradi dakika zile zikiwa zimemalizika, refari anaweza kumaliza mpira hapo hapo ulipo. Inanikumbusha finali ya AFCON. Exactly. Senegal, yes. Morocco. Piganeni, zozaneni, penalty itapigwa. Yes. Si ndio maana yake? Ndio maana yake. Nikataka nijiridhishe. Alipiga kona yeye.
kwa nini anapiga kona yeye, si ndio? Nikataka najiridhishe, lakini nikagundua mwamuzi wakati alishamaliza mpira tayari. Sahihi kabisa, si ndio? Maana mwamuzi huo Jesse Erasmo ni mwamuzi mzoefu. Nimechezesha naye, tumechezesha naye. Aha, na mimi kimwondoa mzee Mteza. Naam, ni mwamuzi mkongwe, ana uzoefu pia, kwa hiyo hawezi kufanya tukio ambalo la ajabu. Mwamuzi amemaliza mchezo, yeye kapiga mpira, hawezi kupiga yeye kona. Sasa angeunyanyua mpira aondoke nao hivi. Ile ni football, kwa hiyo kaupiga kwa kutumia foot, kwa sababu yeye sio goalkeeper, aondoke nao kwa mkono. Katanga, kuna kitu kimoja naomba nikusaidie hapo. Kwenye hili hapo. Aha, sawa. Tafadhali. Bila shaka. Leo mimi na hamu ya kutembea tembea. Bila shaka na mimi nakuruhusu. Tumesikia maelezo mazuri kabisa ambayo mwalimu ameyatoa. Mwalimu Teza na. Sawa? Nataka nijitosheleze hii kitu. Sawa. Ziliongezwa dakika ngapi? 4. Dakika 4. Yes. Mwalimu amesema ni pigo la penalty peke yake. Ndilo linasubiri. Au sivyo? Yeah. Hapa ni dakika ya ngapi? Imeshapita. Dakika 5. Ziliongezwa sekunde 56. Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Erad. Ili jambo tulilidiscuss sana. Mwisho nikamwambia tutakujibu kupitia kipenga cha mwisho. Hii ni maalum kwa ajili ya Erad na wenzake, tunawapa hii somo. Sawa. Hizi dakika 4 zilipotimia, ilikuwa free kick kuelekea kwenye lango la Simba Sports Club. Center back wa Simba Ture akaucheza, Ismail Ture aliucheza mpira kwa kichwa ukatoka corner kick. Sawa. Ikiwa tayari ni dakika ya 95 inaendelea. Sawa. Referee aliachia lile pigo lipigwe kuelekea kwenye lango la Simba. Ile free kick ile. Aliliachia. Though dakika ya 94 ilikuwa ishatimia. Sasa tuchukue kwa mfano, mpira umetoka corner kick. Sawa? Ukipigwa akiutoa tena goalkeeper au defender wa Simba, inakuwa corner kick tena. Ikipigwa tena hiyo corner kick, ikatolewa tena, ikawa corner kick. Hizi corner kick tutaziachia ziendelee mpaka wakati gani? Kwa hiyo corner kick, throw in, hizi hazipo kwenye kategori za kusema kwamba lazima zipigwe ili kufidia hizo dakika. Hapana. Hizo hazipo. Kwa maelezo hayo, ni pigo la penalty peke yake. Kwa sababu penalty, mechi inaweza ikaisha hakuna penalty. Lakini hakuna mechi inaisha hamna throw in, hamna corner kick, hakuna goal kick. Pigo la penalty peke yake ndio linasubiri. Peke yake. Imetengwa, subiri kazi. Umetengwa mpira kwa ajili ya kupiga penalty. Yes. Imepigwa. Ndio. Kipa katoka. Sawa. Alafu akaicheza. Itarudiwa. Yes. Dakika zinaenda. Sawa. Itapigwa, atafanya tena. Ndio. Itawekwa tena penalty. As far as dakika zinakwenda. Pigo la penalty. Unasikia? Pigo la penalty specifically kwenye mechi sio lazima iwepo. Sio lazima iwepo. Mechi zinaisha, mechi nyingi tu zinaisha, hakuna pigo la penalty. Ndio tunazungumzia, ndio limepatikana. Imetokea goalkeeper amevunja sheria. Ametoka. Alafu kanufaika manake. Akanufaika. Inarudiwa tena. Itarudiwa. Dakika zinaenda ndio. Si ndio? Lazima. Hata mpaka asubuhi ikiwezekana. Ndio, lakini kuna question, sio kwamba kila Sasa ni kujibu. Unajua mwanafunzi kama huyo unamwachie ajitosheleze, alafu unamjibu. Ni mwanafunzi mzuri kweli kweli. Wewe sisi tutakuwa tunakutizama tu unaendelea kuvunja sheria. Wewe vipi bwana? Haiwezekani. Sasa nipe faida. Adhabu yake? Tutakuonyesha kadi ya njano. Si unaendelea kuvunja sheria? Tutakuonyesha kadi ya njano. Ukirudia tunakuonyesha kadi nyekundu. Anatoka. Ndio manake. Sasa anataka kufanya nini? Penalty itapigwa, haitapigwa? Penalty itapigwa, haitapigwa? Penalty itapigwa. Naye kafanya hivyo hivyo mwingine. Huyo atakayeingia? Brother.
tutakesha tukubaliane, yani hiyo kama tutakesha naye nani, lakini huyo naye atakutana na kadi nyekundu halafu hawana mechi nyingine baada ya mechi ya leo, kwamba utaogopa. Kwa hiyo kwa sababu ya penalty kick hii wafanya utoto wa aina hii. Sasa hapo tumepata funzo kwamba pigo la penalty pekee ndio litasubiri. Itasubiri kadiri itakavyowezekana. Matukio mengine yote mpira popote pale. Naam, kuna tukio la penalty ambayo Simba walicheza na Dodoma Jiji. Yes. Tulifuatilia hili tukio kwanza, tuliangalia sasa hivi ili tuweze kujua kwamba ni kweli ilikuwa penalty ama si penalty. Sawa. Wataalamu mko hapa, mtatuambia. Tunaomba tupate hili tukio kwanza ili tuweze kujiridhisha, halafu mambo mengine yaendelee. Sawa kabisa. Sawa, tuliangalia tukio hilo hapo. Mnaliona hilo Haya, tujiridhishe wote kwa pamoja kwamba ni penalty ama sio penalty. Huyu alimnyupe? Referee alimnyupe? Ali Mnyupe. Yes. Mwamuzi ni Ali Mnyupe. Naam. Hilo hapo. Simon, unaanza na mimi? Naanza na wewe. Nafuata umri mdogo. Hili tukio umeona nini? Ni penalty ama sio penalty? Katanga. Kwanza hili tukio limetokea kwa macho yangu ya nyama, nimeona ni penalty. Goalkeeping kuna mgusano ameenda kufanya goalkeeper kwa ataki wa Simba. Kwa nilivyoona, labda twende slow motion kidogo labda tunaweza tukaona vizuri zaidi. Lakini kwa mtazamo wangu nimeona kuna mgusano kwamba ni penalty, clear penalty. Kwa ulivyoona? Kwa nilivyoona kwamba kuna mgusano goalkeeper imetokea na mpanzu pale. Kwa nilivyoona, kwa labda twende slow motion ili tuangalie mgusano hapa uliposimamishwa. Kwa hiyo ni penalty clear. Sawa, kabla tujalifafanua zaidi, nataka maoni ya mzee Mteza na wewe. Sawa. Ndio. Niambie, kuna mgusano? Ni penalty halali? Mgusano upo kati ya mikono ya goalkeeper na miguu ya mchezaji. Kwa hiyo ni penalty. Ni penalty. Kazi? Mimi na maoni mbalimbali. Though nakubaliana na wenzangu kwamba it is a penalty. Lakini mimi naenda mbali kidogo. Nilikuwa na mdahalo kwenye peji yangu ya Osman Kaziwani. Watu wakawa wanatoa maoni yao. Wanadai kwamba Mpanzu alidive. Sawa? Tuchukue maoni yao. Tuheshimu maoni yao. Kila mtu ana maoni yake. Tuheshimu maoni kwa sababu ni IQ ya mtu, au sivyo? Mimi naomba niulize swali moja. Elie Mpanzu alivyoingia ndani ya penalty area aliwapiga chenga madefender wawili, kisha akaja goalkeeper. Goalkeeper alislide chini kutaka kuzuia mpira. Au sivyo? Ndio. Ni kosa. Kuslide goalkeeper sio kosa kwake. Sio kosa, au sivyo? Kwa hiyo alifanya kazi yake inavyopaswa. Kisawa sawa. But hakufanyikiwa kuucheza huo mpira. Sawa? Na ukimwangalia Elie Mpanzu alimpiga chenga hatua moja kutoka goalkeeper alipokuepo. Aliudesha ule mpira. Au sivyo? Sawa. Kama Elie Mpanzu asingemruka yule goalkeeper, nini kilikuwa kinatokea pale? There was a clash kati ya miguu ya Elie Mpanzu na goalkeeper. Sawa. Kama ingetokea clash, nani angekuwa amecheza foul? Goalkeeper au Elie Mpanzu? Sasa hapo mara mbili pengine. Naweza kukuta ni 50-50? Yes, kama ni 50-50. Nani atahukumiwa pale? Ndio mniambie nyinyi sasa, wataalamu.
Anayehesabika pale katika faul ni Elimpanzu. Kama angemgonga goalkeeper, tungesema Elimpanzu hakuwa makini na usalama wa goalkeeper mwenzake. Sasa Elimpanzu amefanyikiwa avoid goalkeeper, anamruka. Ina maana ameshachukua caution ya kwamba chini kuna mtu nisimgonge. Hapo sasa foul inahamia, inaondoka kwa Elimpanzu, inaenda kwa nani? Kwa goalkeeper ambaye ameslide, kashindwa kucheza mpira, mwili wake unamgusa Elimpanzu kama ile ya Yahya Zaidi, slight touch. Elimpanzu anapoteza balance, anakwenda chini. Do you get my point? Nimekupata. So tunamhukumu goalkeeper hakuwa makini, alikuwa careless, hakuangalia mwenendo wa mpinzani wake. Tushasema, lakini anakwenda kuudaka mpira, si kosa kwake. Sio kosa, hakuwa makini, hakufanyikiwa kucheza mpira, anasababisha, anamgonga Elimpanzu, tunamhukumu yeye. Ili nawaachia nyie. Usituachie sisi. Nawaachia nyie kwa sababu gani? Tumeshasema golikipa anavyokwenda kudaka mpira ni shughuli zake. Ndio. Hakatazwi kufanya hivyo. Ndio. Si ndio? Ndio. Na amekwenda. Ndio. Isivyo bahati ya kuweza kuupata mpira. Yes, ndio kosa hilo lilipotokea. Kosa limetokea hapo. Umeona mguu wa kulia wa Elimpanzu unagonga kwenye bega la nani? La goalkeeper. Elimpanzu watu walikuwa wanataka afanye nini zaidi? Kwa hiyo pale anahukumiwa golikipa ambaye ndo anakuja. Yes. Mpanzu naye anakuja. Mpanzu anakuja tu, anaumiliki ule mpira. Alikuwa anaumiliki mpira. Sawa. Kwa hiyo tunampa faida, advantage aliyekuwa anamiliki mpira. Hebu tuitazame sasa penalty yenyewe. Mimi swali langu ndio liko katika maeneo haya. Na mara zote tukikaa hapa kwenye jukwaa hili huwa tunasema namna ambavyo penalty inapigwa, baadhi ya matukio yanayotokea kabla mpira wenyewe haujapigwa, sawa, ndio vitu ambavyo wakati mwingine vinaleta rapsha, na tukasema kabisa kwamba ni kama ugonjwa wa dunia nzima. Ndio. Hivyo vitu vinatokea, mchezaji anaingia, penalty haijapigwa, kipa anatoka kwenye mstari wake kabla haijapigwa na mambo kama haya. Tujiridhishe, tuliangalie hii tukio la penalty linavyokwenda kupigwa ili tuweze kujua. Sawa bwana? Sawa kabisa. Tuko vizuri eh? Angalia. Mpanzu amekwenda, ameingia kabisa ndani, akaenda kanufaika. Sawa? Sio sawa. Penalty sio sawa, kwanza mpigaji hajafika, Mpanzu amekwenda akaingia hapo. Ameingia hapo kama unavyomuona hapo. Tena penalty inapigwa. Na hajaingia yeye peke yake, na wenzake na wengine upande wa pili. Lakini yeye ndio yuko mbele zaidi ya wenzie. Na ameenda kanufaika. Mwalimu Mteza. Naam. Goli halali. Goli si halali kwa kitendo hicho. Lakini kwa sababu wachezaji wa timu zote mbili wameingia kabla ule mpira haujapigwa, matokeo yoyote atakayepatikana, aidha umechezwa, umeingia goli, umefanya nini, lazima pigo lile lirudiwe tena. Lazima pigo lirudiwe tena. Kama maana ile penalty imechezwa na golikipa Kama ingechezwa vile na mpira ukapotea, tungerudia penalty. Samani. Umepoteaje huo mpira? Yaani kipa ameucheza. Ndio Mpanzu akanufaika na rebound ile. Ndio. Kama mpira ungetoka kona labda ungetoka kona ama vyovyote vile ukawa hujaingia golini, lakini ingerudiwa penalty. Mradi tu sheria imevunjwa kwamba wachezaji wa timu zote mbili wameingia. Ndio sheria inavyoelekeza, ni kwamba lazima pigo lile lirudiwe. Hata kama goli lingeingia, mpira ungetoka, ungefanya nini, lazima pigo lile lirudiwe. Mbelwa siko mbali na mwalimu.
Katanga, ni sahihi. Penalty wanasema sheria ya penalty imevunjwa na wachezaji wote, lakini katika wachezaji wote Mpanzu ndio alikuwa mbele zaidi. Kwa hiyo amekwenda kufaidika na tukio ambalo penalty imevunjwa. Ilipaswa penalty irudiwe, kwa sababu sheria ya penalty imevunjwa kwa misingi ya kuingia kabla ya tukio kuisha. Penalty halali imepatikana, lakini ufungwaji wa goli umevunjwa misingi ya penalty kama tunavyoiona hapo. Sasa hoja yangu iko kwa mwamuzi msaidizi line 2 ambaye yeye amesogea pale katika ile ndo penalty area inaitwa ile. Yeah. Anawatazama mbele yake wale wachezaji. Sio kazi yake. Sio kazi yake. Tusimlete line 2 katika encroachment of players. Hajamaliza lakini Katanga labda alikuwa anamaanisha nini? Kaka mimi huyu mwanafunzi wangu. Umeshamuelewa. Kwamba sio kazi yake. Sio kazi yake. Haya. Kazi ya assistant referee namba 2 ni huu mpira kabla hauja wakati unapigwa, goalkeeper anatakiwa kuwa juu ya mstari, ahakikishe hiyo kwamba goalkeeper mmoja hapo wa mguu wake upo juu ya mstari, na mpira ukishapigwa, je, mpira mzima umevuka mstari wa goli? Ndio kazi yake. Ndio kazi yake. Kuhusu wachezaji haimuhusu. Ni referee. Referee, sawa. Mwamuzi wakati alivyosimama ukimtazama hapo, yes, Elie Mpanzu anatoka mgongoni kwake, pengine hakumuona. Ndio. Tunamhukumu vipi mwamuzi hapa? Position ya Ali Mnyupe hapa haikuwa nzuri. Long, yeah. Haikuwa nzuri. Sahihi. Haikuwa nzuri. Hapa kuna kosa Ali Mnyupe amefanya, kuna kosa assistant referee naye amefanya. Naomba huo mguu wa Chama ugandishwe pale kwenye mpira. Kuna kitu tutaonyesha. Wakati anapiga. Kabla hujatoka. Kabla ule mpira haujatoka. Aha. Yani ule mguu unapogusa tu mpira ugandishwe hapo hapo. Utaona goalkeeper alishatoka kwenye mstari. Assistant referee baada ya goalkeeper kudaka ule mpira alitakiwa anyanyue kibendera kwamba ametoka kipa kabla goalkeeper alianza kutoka kabla Chama hajaupiga mpira. Yani ule mguu unapogusa mpira yule goalkeeper alikuwa ameshatoka. Miguu yote miwili. Miguu yote miwili ilikuwa ishatoka. Kwa hiyo in any circumstance penalty ilitakiwa kurudi. Na Katanga usisahau. Unakumbuka nilikuwa nasemaga 95% of the penalties zinazochukuliwa zinakuwaga na makosa. Ndio. This is one of it. Asilimia 95. Ni sahihi. 5% only ndio unakuta penalty haina shida. Sio Tanzania, duniani. Okay, mwamuzi wakati yeye katika pigo la penalty kama lile, ndio anaangalia nini? Shughuli yake. Anatakiwa kuangalia kabla mpira haujachezwa na mpigaji, wote walioko nje ya penalty area na nje ya penalty arc wako, hakuna aliyeingia ndani ya nani hii. Unaitazama jinsi ilivyo hapo. Naitazama hapo kabla hajapiga. Hapo tumwachie kidogo kwa nyuma kidogo hapo. Unaona hiyo miguu? Sawa. Kipa alikuwa ameshatoka. Alikuwa ameshatoka. Yaani pale mpira, yani director angeweza kuugandisha pale kwenye mguu. Sasa tuseme waamuzi wote wawili hao wana makosa. Tunaweza kusema hivyo. Naomba tukusaidie jambo moja. Waamuzi wetu wanahukumu kwa macho. Hawana usaidizi wote mwingine. Na speed ya mpira sasa ni kubwa mno. Hiyo ni excuse. Hii VAR ndio inakuja kuhukumu hivi vitu. Kama hawana usaidizi, hiyo inaweza ikawa ni excuse. Wanajitahidi makosa? Hapana. Haiwi excuse, lakini tuwathamini kwa jitihada wanazozifanya. Lakini ni makosa yashafanyika. Yes. Haya, hii kosa imefanyika. Maamuzi yake ilitakiwa itokee nini? Penalty irudiwe, Penalty irudiwe. Au sivyo? Naam. Okay, sawa. Penalty is a penalty. Penalty anaweza karudia akakosa.
Mechi ikamalizika bila bila. Kuna watu walienda mbali wakawa wanasema kwamba Simba kwa sababu Chama alishakosa ilitakiwa kuwa indirect free kick kuelekea lango la Simba. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Ya, sahihi. Hamna kitu kama hicho. Hiyo inakuja inatokea only if kipa baada ya kuokoa Chama angeenda yeye kucheza, angeenda yeye kucheza ule mpira, alafu hakuna mchezaji wa Dodoma Jiji kaingia ndani ya penalty area kabla mpira haujapigwa. Sawa, nimekuelewa kazi. Mzee Mteza, tunalikamilisha hili tukio kwa kusema penalty ilipaswa kurudiwa. Yes, ilipaswa kurudiwa. Waamuzi wamefanya makosa kuruhusu bao. Tuko sawa? Tuko sawa. Ni masuala ya kibinadamu wakati mwingine. Masuala ya kibinadamu. Ya kibinadamu. Simon, unamaliziaje? Ni kweli tuzungumze kama alivyozungumza kazi. Siko mbali sana na kazi leo. Leo siko mnaye mbali sana. Na naona mmekaa karibu. Kwa hiyo ni kama tulivyozungumza. Naam. Nimekuona wewe kwenye Facebook yako ukimsifia Alajiga kule mashindano ya kimataifa yanachezwa. Yeah. Baada ya kwenda kuangalia VAR. Maana yake kapata kisaidizi. Sasa waamuzi wetu hawana visaidizi. Na nina uhakika wangekuwa na visaidizi wangekwenda. Simon, achana na Alajiga. Alajiga ni Mtanzania. Mimi kuna kitu nilipost kwenye page yangu. Tumeamua kuwakataa, sisi wenyewe tumeamua kuwakataa waamuzi wetu. Lakini kumbuka finali ya Champions League. Ndio. Omar Abdulkadir, referee kutoka Somalia, mara 2 kaenda kutoa penalty kwa msaada wa VAR. He is the best referee in Africa hivi sasa. Ndiye anayehesabika mwamuzi bora barani Afrika. Sawa. Lakini ilibidi asubiri msaada wa VAR kwenda kuamua penalty. Sawa. Kwa hiyo hili tukio ilipaswa penalty irudiwe. Yeah, hapo tunaishia hivyo ya. Asanteni. Penalty nyingine. Leo Katanga umeamua kutujia na penalty tu. Penalty nyingine hii. Huyu ndio Omar Katanga, okay. Nikasema leo ni kipinga cha penalty. Kuja kushuhudia haya matukio. Hii hapa. Tunaona hili tukio vizuri? Penalty hiyo. Penalty. Hii penalty. Mzee Mteza, tuangalie. Sijasubiri wewe uniruhusu kuongea. Pigo la penalty la halali. Kwa sababu yule mchezaji wa blue aliyokuwa anataka kwenda kufunga wa JKT alishindwa kufanya hivyo kwa kuzuiwa na mchezaji aliyevaa jezi nyeupe namba 15. Ndio ikabidi mpira ule ukose na aanguke chini. Na mwamuzi alipotoa penalty ni penalty halali kabisa. Ametoa penalty halali kabisa. Yeah, penalty halali kabisa. Sinamwona namba 15 alifanya. Ameguswa. Ngoja tuangalie vizuri hapa. Turudishe kwanza kidogo. Hapa. Si ndio? Mikono ya mchezaji wa Fountain Gate imekwenda mgongoni kwa mchezaji wa JKT. Si unaona hiyo bwana? Sasa kuja tuangalie ile yale marudio yake. Hii hapa. Katanga hiyo penalty kaka. Ni penalty halali Katanga, yani tusipapase maneno. Mwamuzi alikuwa yuko sahihi kwa sababu huyu aliyovaa jezi white, jezi namba 15 ameenda kumshika strikers wa JKT na kumuondoa katika njia yake. Na ukiangalia zaidi kwa makini hata mguu chini pia. Ukiangalia zaidi unaona mguu wake chini hiyo. Pia uligongana na mguu wake. Lakini zaidi ni mikono. Unaona hapo sasa, hapo umekaa vizuri sana mikono. Ameona hana uwezo wa kwenda kucheza mpira. Nini cha kufanya ni riski. Kwa hiyo ameriski timu yake penalty halali. Ndio one for the team. Ni penalty halali kabisa, sio? Bila shaka. Haina shaka yoyote. Naam. Haina shaka yoyote. Sawa, ngoja niangalie tukio moja la mwisho
la KMC kwa mechi ambayo walicheza na Azam FC. Hili tukio tumelitazama vizuri hili. Mchezaji wa KMC tunasemaje, amegongwa na golikipa au yeye ndo amekwenda kujigonga kwa golikipa? Ili goli la KMC lilikataliwa hili. Nililiona hili goli alafu nikajiuliza maswali mengi sana, kwa nini goli limekataliwa? Kwa hiyo ukagundua nini? Sipati jibu kwa sababu lililopeleka goli likataliwa, lakini nilimwona assistant referee alinyanyua kibendera baada ya Aishi na huyu mshambuliaji kugongana. Sawa nikajua kwamba assistant amehukumu kwamba huyu mshambuliaji fanya madhambi, amemchezea foul Aishi, kitu ambacho sioni foul aliyoicheza, kwa sababu mpira ulikuwa 50-50. Mshambuliaji anaokimbizia, Aishi anakuja kuokoa, wanagongana, au sivyo? Na haikuwa ndani ya goal area. Ingekuwa ndani ya goal area tungempa faida goalkeeper, lakini ndani ya penalty area, nje ya penalty area, tunaangalia situation jinsi ilivyo. Mbelwa, Mwalimu, maoni yako kwa kumalizia kwanza? Nani, mimi kwa tukio hili? Siko mbali na kwa tukio ambalo limetokea hapo. 50-50 mpira. Umeona lakini assistant amehukumu alichokihukumu. Lakini goli hili hata mimi najiuliza mpaka kesho. Goli la KMC limekataliwaje? Kwa sababu gani? Mpaka kesho najiuliza. Basi sawa. Kama ni goli halali, nawashukuru sana. Mzee Mteza, nikushukuru sana kwa kuja. Umefanya kazi kubwa sana. Simon Mbelwa pia hali kadhalika. Shukrani sana. Okay. Shukrani sana pia na wewe. Okay. Kazi kubwa sana. Nilikwambia nitakujibu kwenye kipenga. Nitakujibu.